Yesu mwenyewe utamwonea nani haya? Sema, kwa maana sione haya hii Injili, kwa sababu ni nguvu, ni nguvu, ni nguvu, ni uwezo wa Mungu uletao wokovu, uletao wokovu, uletao wokovu. Anasema kwa kila aaminie, uletao wokovu. Kwa kila aaminie, kwa Myahudi kwanza na kwa Myunani huku siko. Kwa kila aaminie, kwa kila aliye tayari, kwa kila aliye na nguvu. Inaleta uwepo wa Mungu, inaleta mamlaka ya Mungu, na inamuingiza ushindi wa Mungu ndani ya mtu. Ndio maana Injili tunapoitangaza, tunazungumuza ni maneno. Biblia inasema imani chanzo chake ni kusikia. Inasikia nini? Inasikia yaliyosemwa. Ni yapi yaliyosemwa? Anguko la wengi lipo kwenye kusikia. So ipo nguvu ya kusikia inaoleta maamuzi ndani ya mtu, kama ilivyokuwa nguzo ya imani, kusikia na kuamini. Unaamini nini? Unaamini kitu gani? Unaamini habari gani? Unaamini mwenendo upi? Unaamini kitu gani muhimu ambacho ukisikia tu? Kama chanzo chake ni kusikia, unasikiaje hadi imani akupe nguvu ya kuamini? Kama anguko la wengi lipo kwa ajili ya kusikia, inamaanisha kuna chanzo, kuna kiini kinacho na nguvu ya kusikia, nguvu ya masikio inayoleta nguvu ya ushindi ndani ya maisha ya mwanadamu, inayoleta nguvu ya mamlaka ndani ya maisha ya mwanadamu. Chanzo zake ni kusikia. Okay, ni kusikia. Unasikia nini? Okay, tuifungue tena. Imani ni kuwa, kama nilivyosema, ni kuwa na uhakika ya mambo yatarajiwayo. Nimesikia Yesu anakuja, nimemwamini atakuja kuchukua kanisa. Ni mambo yatarajiwayo. Nilisikia alifanya na anakuja tena. Nilisikia alitenda. Nilisikia alitembea juu ya maji. Nilisikia huyu Yesu ameanza kufanya kazi kuanza Agano la Kale. Nilisikia huyu Yesu alikuwa ni mwamba. Nilisikia Mungu alifanya vitu vingi. Inajenga imani ya kuamini yule aliyekuja kwako kama Mwokozi. Imani ni kuwa na uhakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyofanya nini. So sihitaji kuona kitu ili nimwamini Yesu. Ninaposikia tu habari njema ya kwamba Yesu anaokoa, Yesu anaponya, Yesu anafungua, Yesu anainua, Yesu ndiye Baba, Yesu ndiye maji, sihitaji hadi nione ili niamini. Kwa sababu kama nimesikia habari njema, Injili ni habari njema. Kama nimesikia wameniambia huyu Yesu anaponya, ninachokifanya mimi ni kumkimbilia Yesu. Na ndio maana hakuna anayelazimishwa kuokoka. Unaambiwa amua. Kama unaamini leo Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, utaokolewa. Amua. Kwa sababu ufanye maamuzi ndani yako wewe mwenyewe, hakuna atakayekufanyia. So ninaposema nguvu ya Injili ya kweli, na maanisha kuna injili za uongo. Kuna injili ambazo zinaharibu injili ya kweli, na ndizo zinazoteka nyara kanisa. Alafu wote tupo kwenye fungo moja, lakini kwenye hilo fungo kuna viliooza na kuna viliofanya nini? Vingali vizima. Na hapa ndio kuna shida. Asiyekuwa na rehema hana uwezo wa kutofautisha injili ya kweli na injili sio kwa ya kweli. Maandiko yanasema nyakati za mwisho takuja manabii wa uongo, mahubiri wa uongo, maneno ya uongo. Amwaoni? Wameteka nyara ujumbe, wamezibiti kanisa, wana watu maelfu na maelfu, wana viwanja na viwanja.
kwenye vita ambavyo vipo kwenye competition. Ni yupi mwenye kutangaza injili ya kweli? Na ni yupi mwenye kusimama kwenye misingi? Ni yupi mwenye asianguka? Wote nje tunaonekana ni kondoo. Wote nje tuna maneno yale yale tunayotumia. Wote nje tunatumia kitabu kile kile. Wote nje tunatumia habari ile ile. Lakini ainisho ya imani ndipo pana shida. Mimi nimeamini nini? Na wewe umeamini nini? Ainisho ya imani ndipo panakuja tatizo. Wewe umeamini nini na huyu ameamini nini? Juzi wakati mimi ningali mgeni TikTok, ningali mwenyeji, mwalimu wangu ndo huyu hapa. Bwana Yesu asifiwe. Mama Debora ndo mwalimu. Wakati nafungua Mzee Yusufu, nikakuta kuna mama anatoa ushuhuda kanisa aliyoingia pale Kowezi. Najua wenye TikTok wameshajua hivyo. Yesu asifiwe. Kanisa aliyoingia alikuta vitu ambavyo havipo. Akaambia ukiingia hapa lazima ufanye kwanza, kuna mabarikio, alafu kuna maubatizo. Baada ya maubatizo kuna vipengele, alafu kila siku ya ubatizo lazima weye akuwe ni chambo cha mchungaji ili ubatizo unakuwa vizuri. Alisema vitu vingi wakati anafanya nini? Anatoa ushuhuda. Lakini ukiwaona kwa nje wameokoka kama unavyokuja kanisani, wanapiga ngoma kama unavyopiga ngoma, wanaimba, wanajazwa, wanalia. Lakini tunayemwamini ni yupi? Tunayetembea naye ni yupi? Okay, muulize Elia. Atakwambia ninachoongea. Hello. Wote tunaweza tukao kwenye kundi moja, lakini haimaanishi baba ni mmoja. Tunaweza tukao wote tuna makanisa, lakini baba si mmoja. Tunaweza tukalitumia. Unajua sasa hivi kuna chama kingine Pentecost nayo imekuwa kama ni chama cha kidini kinachoharibu kanisa. Ile jina tu Pentecost imekuwa ni chama, kwa sababu kila anayejisikia kuleta ya kwake Pentecost. Na unajua Pentecost, ukishajua ni kanisa ki Pentecost anafanya nini? Unaamini moja kwa moja. Ile tu jina Pentecost tu, sisi ni wa Pentecost, imekuwa kama ni kundi lingine, ni dhehebu lingine ambayo imekuja kuharibu ukweli wa kanisa. Ya kweli uko wapi? Wengi walianza kutumia jina ministry kwa Kiingereza, wakashindwa kuelewa, kana hii hainoki, wakahamia nini? Pentecost. So ukweli wa kanisa ya kweli uko wapi? Misingi ya imani ya kweli iko wapi? Nguvu ya kanisa iko wapi? Walikuwa ni wengi, lakini watenda kazi wako wapi? Lakini ukiangalia wanaotenda kazi ni wengi kuliko wanaoikaa chini. Shamba la Bwana ni kubwa, lakini watenda kazi wako wapi? Lakini ukiingia kwenye shamba la Bwana unavikuta ni vingi. So inamaanisha nini? Sio kila kilichopandwa ya kwamba ni mmea uliokuwa sahihi, wengine ni majani. Na sio kila mmea unaofanana ya kwamba wengine ni magugu. So lazima kanisa ijisimamia kwenye ukweli. Na kanisa ni ukweli. Kanisa ni uaminifu. Wokovu wa kweli hauji kwa maneno. Wokovu wa kweli unakuja kwa misingi ya kweli na kujitoa. Nguvu yako ndio unaoleta wokovu wa kweli. Wokovu wa kweli hauji kwa sababu tunaweza nikazungumza tu. Kuzungumza, kila mtu amepewa huduma ya kuzungumza. Kila mtu ana mdomo wa kuzungumza. Unazungumza kitu gani? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Sema amena. So thamani ya injili ya kweli ndiyo nguzo kuu la kanisa. Na hapa ndipo tunapopigwa na shetani. Na ndipo tunapompa shetani nafasi.
amechukua agent ameweka ndani. Wote tunafanana, wote baba mmoja mama mmoja, lakini hatulingani. Ndio nguzo ya kanisa. Biblia inasema kweli umweka mtu. Waliokoka wenyewe hawasemi kweli, wanadanganya sana. Ndio vyanzo kwanza, ndio wa master wa kudanganya. Waliokoka wenyewe tu. Sisi ndio tumeokoka na huku unaokoka kabisa, lakini master wakubwa wa udanganyifu ni waliokoka. Wa kwanza kudanganya, mnega atakwambia kwa toka zangu huko nikana. Lakini walevi wa kudanganya, watu wenye nguvu ya kudanganya ni wengi waliokoka. Anaweza akakudanganya na tena watu wamepewa sijui ni karama ya kuongea, ya kupanga hoja. Utasikia na wasemagi sauti kubwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wengine wanafika kwenye levu ya ushuhuda wa uongo. Utasikia Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Namshukuru Mungu sana. Unajua, ukisikia tu unajua anaanza kupanga hoja kichwani. Sasa ukisikia sasa anatafuta cha kuongeza next. Kuna jando anatengeneza mazingira. Kwa sababu tumerisi uongo. Na uongo umepata nafasi ndani yetu. Tumerisi ya kwamba hii ndio kawaida. Na kumbe tumeanguka. Kwa sababu kama hatuna ukweli, Biblia inasema ukweli umweka mtu huru. Kama unadanganya utatoka humu unatoa ushuhuda. Ukitoka nje ukweli wako unafanya nini? Unaanza kujihukumu. Hauko huru. Yapo mengi ya kumshukuru Mungu, lakini sio kudanganya. Waliokoka wengi wametoa maahadi nyingi, wengine wakaweka na naziri, alafu wakamfikiri Mungu kasahau. Wakafikiri Mungu kasahau. Mungu yupo vacation. Huyu sio Mungu wa ule wanabali. Huyu ni Mungu wa kweli. Usisubiri ile akwambie pengine Mungu wako yuko vacation. Huyu hayupo kwenye vacation. Huyu yuko mbashara. Huyu anatenda huyu. Unapozuia ulimi wako, unakuwa ni mtu wa kufanya kitu kikubwa sana. Ukiuachilia nafasi kwa ajili ya aibu. So ninachopenda kumaanisha ni nini? Wenye nguvu kubwa ya uongo ya udanganyifu ni sisi tuliokoka, wa Kristo. Ndio maana nimesema Pentecost umekuwa kama ni vile ni nguzo nyingine. Sio kila aliyokoka lazima uwe Pentecost, au sio kila ufanye kitu lazima uwe Pentecost. Hiyo sio chama, lakini imeharibu kanisa. Imeharibu mwili wa Kristo. Imetupa mwili wa Kristo nje. Tutalia hapa tunaanza, wapo wapi wa Yusufu na Mathayo wamsaidie Yesu msalaba? Hawapo, wamelala. Wapo wapi wa kwenda kumwomba mwili wa Kristo pale kaburini ya kwamba ni upake mafuta, ni utengeneze vizuri ili tuweke kaburini? Wako wapi? Hawapo. Wapo wapi wakina Mariamu walioenda manukato asubuhi waende wapake mwili wa Kristo? Wako wapi? Hawapo. Wote wamedanganya, wote wamejificha. Injili imekimbia. Tumebaki tunaonekana ni kondoo, ndani sisi ni mbwa mwitu. Ndani sisi ni simba mkali araruaye. Ndani sisi ni watu wanaoua. Kuua sio hadi upige mtu mshale, umpige mtu bunduki. Ukimuua mtu nafsi yake ya ndani, umemmaliza. Wako wapi? Wamelala, hawapo. Lakini ukiwauliza wana maneno maelfu ya kujibu hoja. Shida sio kujibu hoja, shida ni utendaji. Injili ya kweli inaenda na uhakika. Haihitaji makona hivi. Makona hivi. Inaenda inyooke hivi. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio chanzo ya mguko la kanisa. Mna mwingine linaonekana kama kundi la wauni tu. Bora uwe muuni mtaani unavuta sigara na bangi, kuliko kuwa muuni wa kanisani unayeonekana mwema na kumbe ndani yako wewe si mwema. Wewe ndiye chanzo cha vurugo.
Wewe ndiye vikundi vya vurugo. Wewe ndiye vifungo vya kujadili. Ukweli uko wapi? Injili imeondoka. Kwa nini tuibwe injili na shetani? Kwa nini agenti wa shetani wawe na nguvu kuliko sisi? Haleluya. Sisi ni watumwa wa Kristo. Kwa nini watumwa wa shetani wawe na nguvu kuliko sisi? Baba yetu ana nguvu. Yote aliyomo ni mali ya Bwana. Chawa yangu ni vya nani? Ni vyangu. Lakini tumeingiwa na roho ya mwana mpotevu. Ile roho, nipe yote ya kwangu niende naye. Sisi hatuombi, tunaiba. Na tunapoiba tunaenda na sura ya baba. Ukishafika kule unaonekana ni mtoto wa nani? Wa fulani. Ndani wewe si mtoto wa fulani. Wewe ni mwizi. Hello. Bwana Yesu asifiwe. So thamani ya injili inatokana na mtu aliye tayari kuitetea injili. Kama hauna utayari, ni vigumu kuitetea injili. Ndio maana Paulo anasema, kwa maana sionee haya injili. Kwa sababu ukionea haya, nani atakaipandisha hiyo injili? Hiyo kazi ya Mungu nani atakaifanya? Unaionea haya, nani atakunamwachia nani sasa? Mimi hivi kanisa pekee, tufike kanisani tu. Lakini nje huko hauna muda wa kumtangaza huyo Yesu. Hata dakika 0. Kanisani unamtangaza. Hauna conversation yako na watu wengine, hauna nguvu hata kidogo. Kwanza unajiona nitaanzia wapi? Mtu wa Mungu, usipoweka mguu mbele hakuna atakayekusaidia wa nyuma uende. Yote ikiwa imesimama hivi miguu, alafu unasubiri huyu aanze maamuzi. Pengine ni damu aliwa kwetu, kimshika hivi anaanza kutembea na anaanza kutembea. Sasa usiwe na neema kama ya kwake. Watu ukimshika hivi anaanza kukimbia mbio, ukimwacha ataanguka. Hello. Haitaenda. Wengi tunaionea haya. Na kama unaionea haya, na Yesu unamuonea haya, unashindwa kumsema ndani ya watu. Kwa nini umeokoka? Injili bila matendo ni bure. Ni bure. Matendo yako ndio yanayomuonesha Mungu ni nani. Matendo yako ndio yanayofunua utukufu wa Bwana ndani yako. Matendo yako yanaachilia kumuonesha Bwana ni nani. Matendo yako yanaonesha injili ya kweli unayotembea nayo ni ipi. Kila aliyokoka ni mwinjilisti. Ujue hilo. Lazima ulete hesabu, nimefanya kazi gani? Nimehudumia wapi? Kila aliyokoka ni mwinjilisti. Umeingia kwenye shamba la Bwana. Hakuna ndani ya Kristo kuna mtu aje kazi yake tu ni kuikaa chini na kusimama. Hayupo. Ukishaokoka lazima ulete watu kwa Bwana. Ni kama walevi, unajua vuta sigara wanafanyaje? Akiwa anavuta, hata kama mwenzake akiwa unayo nipe, wanasaidiana. Hata ni kile kijiti kimoja wanapokezana. Ukishaokoka moja kwa moja atakuanza ni kuanza kumtangaza Yesu ni Bwana. Unatangaza kwa watu wengine wamwamini. Watakuuliza Yesu ni Bwana kivipi? Sema huyu Bwana kanitoa mbali, kanivusha, kanipeleka mahali fulani, kanitembeza mahali fulani, nimemuona. Unakumbuka wana wa Israeli alifanya jambo, unakumbuka moja kwa moja alifanya jambo. Huyu Yesu anaweza hata kuamsha waliolala. Unamkumbuka Lazaro pale kaburini, kama dakika 3. Unamkumbuka huyu Yesu pale kwenye mlango mzuri. Biblia inasema alikutana na wakina nani? Yule baba alikuwa pale siku zote anaomba, akakutana na wakina Pita, wanaingia pale, akamwambia nisaidie, lakini hawakumsaidia. Wakasema sisi hatuna cha kukupa, lakini tulichokuwa nacho ndicho tutakachofanya nini? Tutakachokumpa. Unajua alifanyaje huyu Yesu? Alimwambia tu kwa jina la Yesu simama na uende. Nilichokuwa nacho nini tutakachokupa? Kwa jina la Yesu simama na uende. Na yule bwana akasimama, miaka yote yuko pale, akasimama akatembea. Unatangaza hii ndio injili ya kweli. Unamtangaza Yesu kwa watu. Alafu Biblia inasema hivi, alivyokutana na wale watu waliomuona, walimuona pale chini lakini hawakumuelewa. Walimshangaa tu, mbona ndio yule anayekaa mlangoni? Biblia inasemaje? Biblia inasemaje? Sio tu kuikaa mlangoni. Ukikutana na Yesu lazima uwe mpya. Unamtangazia mtu injili. Unamwambia ukweli wa Yesu. Injili bila Yesu mdomoni mwako haiendi. Haiendi. Ndio maana inaenda matendo yenye nguvu.
Sunday tu naimba. Hey. Sunday tu au dragi vingine tofauti na Sunday. So kuja kanisani siku moja imaanishi wewe ni umeokoka. Kuja kanisani wengine hawajaokoka. Wanamsubiri Roho Mtakatifu awatembelee. Wana neema tu ya hamu ya Kristo. Bwana Yesu asifiwe. So injili ya kweli inaleta uzima wa milele na ukombozi. Injili ya kweli inaleta uzima wa milele na ukombozi. Inazaa matunda ndani ya mtu. Ndio maana Biblia inasema kwenye ile Yohana 3:16 asema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanaye wa pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa nini? Wa milele. Alimpenda ulimwengu. 3:16. Aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanaye wa pekee. Ni nani hapa mtoe mwanaye kwa ajili ya wengine? Ni vigumu. Akamtoa mwanaye wa pekee ili kila amwaminie asipotee. Kama umeshamwamini usipotee, bali uwe na uzima wa milele. Injili, thamani ya injili ya kweli inaleta uzima na ukombozi wa milele. Na ndio maana ile Yohana 3 ni hapo. Bwana Yesu asifiwe. Nimejiandika mara pili huko. Lakini jambo la pili, inaleta amani ya kweli na Mungu. Injili ya kweli na thamani ya injili ya kweli inaleta amani ya kweli na Mungu. Unakuwa na uaminifu na Mungu unayetembea naye. Unakuwa unamjua Mungu unayeenda naye. Unakuwa unamjua thamani ya Yesu unayetembea naye. Unakuwa unamjua ni Mungu yupi natembea naye. Amani inajaa moyoni, inazaa matunda yasiyokuwa kawaida. Biblia inasema nini? Warumi 5:1. Naenda mbio kwa sababu muda. Warumi 5:1 inasema hivi, basi tukiisha kuhesabiwa haki itakayo katika imani, na tuwe na amani kwa Mungu kwa ajili ya Bwana wetu Yesu Kristo. Basi tukiisha kuhesabiwa haki itokayo kanani? Katika imani. So amani ya kweli na Mungu inazaliwa hapa. Warumi 5:1. Amani ya kweli na Mungu inazaliwa hapo. Sasa kama amani haina nafasi ndani yako, ni vigumu sana kumwelewa Mungu anafanya kazi gani ndani yako. Lakini ni vitu gani, mchungaji, vinavyoharibu na kupotosha injili ya kweli? Vitu gani vinavyoharibu na kupotosha injili ya kweli? Acha nikupe navyo hapa kwa haraka. Vitu kadhaa, ni vingi lakini nitakupa hivi nitakupa kama viwili vitatu tu. Ni vingi vinavyoharibu injili ya kweli. Cha kwanza, unajua katika nyakati za mwisho adui anatumia mbinu nyingi sana mbalimbali ili kupunguza ukweli, ili kuharibu injili na kuharibu nguvu ya injili, ili kupoteza waumini, na wengi wamepotea. Anatumia strategy nyingi za kawaida, unaziona ni za kawaida, lakini nitakupa hizi kama ni mbili tu ambazo utaenda nazo, 2 au 3. Kitu cha kwanza kinachoharibu injili ya kweli, fundisho la mafanikio bila kutubu dhambi. Fundisho la mafanikio bila kutubu dhambi. Unafundishwa mafanikio, wanasahau kufundisha kutubu dhambi. Hakuna ukweli wa injili bila kutubu. Toba inazaa kila kitu. So wamesimamia kwenye mafanikio, lakini hawakufundishi mafanikio yako ndani ya kutubu dhambi zako, ili Mungu ayadhibiti mafanikio yako. So mafundisho la mafanikio bila kutubu dhambi ni fundisho la kwanza linaloharibu injili ya kweli. Utapata hivi, utapokea, utafanya hivi, ukifanya hivi, utafanya hivi. Hamna kutubu dhambi. Injili na toba ndio marafiki. Wokovu na toba ndio marafiki. Lazima ujione mkosaji kila wakati unapokosa. Usijiweke kwa Mungu ya kwamba wewe upo sahihi kuliko mwingine.
Na ukiona haviendi, lazima ukate rufaa. Kwa Mungu tunakata rufaa. Unaomba msamaha, unaenda kwenye toba ya kweli. Unamwambia Mungu nimekosa. Na toba inanoga na machozi. Sio machozi ya pilipili, unajoka pilipili unajoka. Inaenda kwa makosa uliomkosea. Unamwona thamani ya Kristo ndani yako. Nimemkosea Yesu. Unatubu, unamlilia Mungu. Na ndio sinya ya kwanza ya kuona ndani yako una hofu ya Mungu. Ukiona umeenda tofauti, kama imepita dakika 30 baada ya tukio, ndani yako hamna mshtuko, umeisha, umekuwa ni chambo cha shetani. Lakini kama ndani yako umetengeneza taswira ya toba ya kweli, hautapita dakika 2 kabla ya tukio hujaanza kuona majuto ndani yako. Lazima umlilie Mungu. So mafundisho ya utapata, utapokea, utafanya nini bila toba ndiyo chanzo kikubwa kinachoharibu nini? Kanisa. Hii inaitwa ni injili ya upande mmoja. Unajua injili hii inalenga tu mahitaji yako, kwa sababu watu wengi wana shida na mahitaji. Maisha imepiga wengi. So hii injili imebezi huko. Lakini kitu kingine cha pili, sababu nyingine ya pili, kuziaki na kupotosha neno kwa manufaa ya kimwili. Kumekuwa na mafundisho mengi, kumekuwa na tabia nyingi za kuziaki na kupotosha neno kwa manufaa ya kimwili. Ile Wagalatia 1:6-8 inasema hivi. Wagalatia 1:6-8 inasema hivi: na staajabu kwa kuwa mnamwacha upesi hivi yeye aliyewaita katika neema ya Kristo. Eti na staajabu, unamwachaje Mungu upesi kama pipi isiyokuwa hata na mwenye nayo? Yani kiurahisi tu, kaushawishi kadogo kanakuja, unamwacha Yesu kama vile tu umesahau alikutoa wapi, umekusahau mmetoka wapi, mna agano ipi, kakitu kadogo tu kanakutoa. Anasema na staajabu kwa kuwa mnamwacha upesi hivi yeye aliyewaita katika nini? Katika neema ya Kristo, na kumgeukia injili ya namna nyingine, wala si nyingine, lakini wapo watu wawavurugao na kutaka kuibadili injili ya Kristo. Wapo watu, lazima maagenti wamefichana. Kazi yao ni kuvuruga. Kazi yao ni kuharibu injili ya kweli. Kazi yao ni kufunja pale neema inaposimama. Kazi yao ni kufunja pale amani inaposimama. Kazi yao ni kufunja pale nguvu inaposimama. Maagenti wanaingia kazini. Kwa sababu sisi tumelala, hatuelewi tupo kwenye kitanda kipi, kama ICU, kama nini, hatuelewi. Tunaibiwa injili ya kweli. Wapo, Biblia inasema wapo watu wanaoiharibu injili ya kweli. Yaani maagenti wamefichana, sio mbali kanisani. Narudilia. Nilikuwa nasoma hii, kamshukuru Mungu sana. Anasema na wastaajabu sana. Anastaajabu wana ni waliookoka. Na wastaajabu sana kwa kuwa mnamwacha upesi. Yaani unamwacha Mungu kwa urahisi tu, kakitu kadogo kanafanya unamwacha Mungu. Kakitu kasichokuwa kama unamwacha Mungu upesi. Hivi yeye aliyewaita katika neema yake, umekombolewa kwa neema, aliyewaita, yani na wastaajabu. Hata na mimi na wastaajabu. Bwana Yesu asifiwe. Unamwachaje hivi tu? Biblia inaendelea kusema na kugeukia injili ya namna nyingine. Eti hiyo injili umefundishwa wapi? Ndio maana mzee anamuuliza, ulikula nini leo? Kwenye shule mlikula nini? Mlifanya nini? Ulikuwa sehemu fulani, ulifanya nini? Lakini wewe unabebaje hiyo injili ya kweli? Hiyo injili sio kwa kweli, una hiyo nyingine inatoka wapi? Biblia inasema lakini wapo watu wawavurugao na kutaka kuibadili injili ya nini? Ya kweli. Lakini ijapokuwa sisi au malaika wa mbinguni atawahubiria ninyi injili yoyote isipokuwa hiyo tuliyowahubiria, na alaaniwe. Anasema asipokuwa sisi wala malaika wa nani, atakayewahubiria hiyo injili isiyokuwa ya kweli, na alaaniwe. Sio anayeenda, na alaaniwe. Yaani kama sisi tusihubiri, malaika watahubiri injili, mawe yatapaza sauti,
ataongea. Lakini nawashangaa, unaachaje Mungu kiupesi upesi? Ni swali ngumu sana. Yaani unamwacha Mungu hivi hivi tu. Amekutoa mbali amekutembeza amekulinda miaka yote hii, amekuinua miaka yote hii, kitu dakika sifuri tu unamwacha Mungu. Umesahau kama Mungu yupo, unasahau kama Mungu anatendaga, unasahau kama Mungu kakuvusha, umesahau. Pengine umeumwa, pengine umekuwa kwenye matatizo, umekuwa kwenye hali ngumu, ghafla tu shetani kakutoa kakitu kadogo, kakutoa kwenye msimamo. So hivi ni viashiria vinavyoharibu injili ya kweli. Lakini cha tatu, muda wangu umeenda. Cha tatu, mafundisho ya wanadamu na mapokeo yanaharibu injili ya kweli. Mafundisho ya wanadamu na mapokeo yanaharibu injili ya kweli, mtu wa Mungu. Yanaharibu injili inayoleta nguvu, yanaharibu injili inayozaa matunda, yanaharibu injili yenye nguvu, yanaharibu injili yenye kuleta neema ya Kristo na ionekane. Biblia inasemaje ile Wakolosai 2:6? Biblia yangu inasema, Wakolosai 2:6 inasema, angalieni mtu asiwateke kwa elimu yake ya bure na udanganyifu mtupu, kwa jinsi ya mapokeo ya wanadamu, kwa jinsi ya mambo ya awali ya ulimwengu, wala si kwa nini? Kwa jinsi ya Kristo. Biblia inasema angalieni mtu asiwateke kwa elimu yake ya nini? Ya bure na udanganyifu mtupu. Angalia watu walivyotekwa sasa. Angalia watu walivyobanwa. Angalia watu walivyo kwa sababu ya vitu vya bure. Unamwacha Yesu kwa sababu upewe nguo. Wewe upo Marekani unamwacha kumtumikia Mungu kwa sababu upewe kiatu cha Goodwill. Kiviatu vya watu waliofariki kabisa, unamwacha Mungu kwa sababu wewe uvae makombo ya waliofariki. Mungu kakutoa mbali kakuleta hapa. Siwezi nikamtumikia Mungu kwa sababu kile napewa vya bure. Unafanyaga hivi, kule unaendaga hivi. Injili ya kweli unamwacha Mungu. Biblia inasema angalieni mtu asifanye nini? Asiwateke kwa elimu yake ya bure na udanganyifu mtupu. Wewe unamwacha Mungu. Mtu kaja tu kakutoa kwa Mungu wako tu. Au juu umetoka, juu agano yako na Mungu, na wewe umesahau tu kwa sababu tu kasahani kanaonunua $10. Mtu wa Mungu. Wewe maisha yako yote ni kupewa tu. Wewe hujaumbiwa kupana. Hao wanaokupa wanavitoa wapi? Wewe huna hela ya kuwapa. Kakitu kadogo anakutoa tu kwenye elimu. Ghafla unatoka. Na hii ndio imeharibu kanisa nyingi Marekani. Kama kanisa limeanguka Marekani mzima ni hivi. Kama watu wameingia kwenye vyama vingi na kupoteza na kuuza nafsi zao, ni kwa ajili ya vitu vya bure. Kama watu wamemwacha kumtumikia Mungu wa kweli, wewe ungali Marekani unapenda umtumikie Mungu kama huko Akomba wewe. Kama huko wapi? Uvira wapi? Baraka wapi? Umtumikie Mungu kama huko kule Andale. Hello. Kama wa nyumbani wanaikuwa nasubiri msawato, na wao mko Marekani nasubiri msawato, nani sasa watumie? Lazima uwe na level ya baraka, utembee kwenye baraka ambazo Mungu kakupa. Mungu akikutoa hapa, tembea kwenye level ambayo Mungu kakupa. Tembea kwenye mazingira ambayo Mungu kakupa. Tembea kwenye kiini ambacho Mungu kakupa. Usijione wewe si chochote wakati Mungu kakuinua. Tumeuza, elimu zimekuwa ni nyingi sana. Uoga wa watu umekuwa ni mwingi sana. Lakini Biblia haijamaliza. Inasema hivi: kwa jinsi ya mapokeo ya wanadamu, kwa jinsi ya mambo ya awali ya ulimwengu, wala si kwa jinsi ya nani? Ya Kristo. Eti hiyo injili ni kwa jinsi ya mapokeo yenu. Ni kwa jinsi ya mapokeo ya awali ya kwenu, lakini sio kwa jinsi ya injili ya Yesu. Injili ya Yesu inaenda na uhakika wa kila ambacho unatembea nacho. Unajua natoka hapa naenda fulani, sehemu fulani. Una uhakika na matarajio ya kesho. Imani ni kuwa na uhakika ya mambo yatarajiwa, ni bayana ya mambo yasionekana. Nina uhakika kwamba Yesu ni yeye anza naye atanifikisha. Nina uhakika kwamba Yesu aliyenitoa huku akanitoa kule nitafika. Nina uhakika kwamba hata kama sitalala njaa, sitatupwa nje, sitatukanwa, ninaye nani? Yesu. Kanipa nguvu. Usijiuze nafsi yako kwa kitu kidogo. Kidogo tu hivi.
Bwana Yesu asifiwe. Lakini tuangalie baadhi ya faida. Najua ndio vipengele vya mwisho tunaisha. Hicho ndio vipengele vya mwisho. Faida za kuwa na injili ya kweli. Faida za kuwa na injili ya kweli. Unaposhika na kuishi katika injili ya kweli, maisha yako yanapata misingi imara isiyotikisika. Maisha yako yanapata misingi imara isiyotikisika. Jambo la kwanza, faida ya kwanza, unakuwa na uhuru katika dhiki ya dhambi. Unakuwa na uhuru katika dhiki ya dhambi. Unakuwa na nguvu katika dhiki ya dhambi, hata kama iwe ni dhambi ya kiasi gani. Biblia inasema hivi, ile Yohana 8:31-32. Yohana 8:31-32. Mtazamia nipo mbio. Yohana 8:31-32. Biblia inasema, basi Yesu akawaambia wale Wayahudi waliomwamini, ninyi mkikaa katika neno langu, muwe wanafunzi wangu kweli kweli, tena mtaifahamu kweli, nayo hiyo kweli itafanya nini? Itawaweka huru. Nyinyi mkikaa katika neno langu, muwe wanafunzi wa kweli, msio wanafunzi wadanganyifu. Kwa sababu mkikuwa wanafunzi wa kweli, na hiyo kweli mtaifahamu hiyo kweli, na itawaweka huru. Ukiwa mwaminifu kwangu, utaifahamu na itakuweka huru, na utakuwa huru wa kweli zidi ya dhambi. Kuliko mahali pa kuingia kwenye dhambi, ukweli unafanya kazi, ukweli unazungumuza, ukweli unaokoa, unasaidia na unaonesha njia. Hakuna taifa lililosimama kwa uongo. Siku zote mwisho wa uongo ni dhambi, ni mauti. Lakini faida nyingine, uwezo wa kushinda jaribu na mamlaka ya kiroho. Unakuwa na uwezo, injili ya kweli, faida yake mwingine, unakuwa na uwezo wa kushinda jaribu na mamlaka yote ya roho chafu. Uwezo wa kushinda jaribu, hata kama linakuja lipo nene kiasi gani, kwa sababu ndani yako Yesu katengeneza ngome imara ambalo lina uwezo, hakuna anayekugusa. Yaani kwa kuliko kukufikia wewe, lazima wanaanza kumkutana na Mungu wako. Yaani wakipenya kule, pengine huo umejichanganya. Nguruwe, Bwana Yesu asifiwe, ukichukua kashindano kadogo, ukimtunga shindano, hata uweke sumu ya kiasi gani, haingii ndani, inaishia kwenye kile vile vya mafuta. Hadi ulazimishe shindano ingie ndani hadi ifike kwenye ngozi, ndio sumu inaingia. Lakini huku juu yale mafuta yatameza tu. So inakupa uhuru, inakutengenezea uwezo wa kushinda jaribu. Hata linakuja limevimba kiasi gani, anamkuta Mungu wako yuko basema leo yupo vacation, ametulia. Anashangaa, anasema mbona ajibi yake nayo ni tusi hivyo ajibi yake hivyo linaenda hivyo. Mbona afanya hivyo? Inakupa uwezo wa kudhibiti hasira yako, inakupa uwezo wa kudhibiti uwezo wako wa kujiachia. Kama pengine hujui kuongea, hujui kuweka hoja, mtu akija, inakupa uwezo wa kuongea na kuleta hoja. Lazima injili ya kweli iambatane na uwezo wako wa kujimiliki. Watu wajue kwamba wewe umeokoka. Ndio pale maneno yaliyokoka ni tofauti na maneno ya mtu asiyokoka. Aliyokoka kabla ya kuongea anazungumza ndani, nitoe kitu gani cha hekima, na akiona nikizungumza nitaariwa, sema hakuna shida, Mungu akubariki. Basi ile Mungu akubariki haimaanishi sina cha kuongea, ya kwamba sina cha kuongea ili wewe unielewe, na uwezo kanielewa kwa hiki ninachokiongea. Inakupa uhuru wa kukabiliana na jaribu. Lakini sio tu hivyo tu, kwenye hata kama katika hizi fizi roho chafu zinazotembea haziwezi zikanie na injili ya kweli. Mapepo si rafiki yake, mapepo ni adui yake. Yakikuona unakuja tu yanasema basi leo ni fire. Na ndio maana uwepo wa Roho Mtakatifu unatupa nguvu ya kuikemea mapepo na kuituogopa, na inaogopa kweli kweli. Kwa sababu tukilitumia jina la Yesu plus Roho Mtakatifu ndani, na kuambia hiki tuangalia, anasema basi leo nimevamiwa. Tamwambia kwa jina la Yesu ondoka, anaondoka. Hata kama ulikuwa umetegewa, kwa sababu tu Yesu ametengeneza mazingira ndani yako. Uaminifu wako utakupa faida. Pengine tu umeingia kwenye gari, baba naanza kudrive, naenda sehemu fulani, naenda Walmart, naenda wapi, umeshika steering yako, asante Yesu, naanza safari nilinde. Hilo tu, moyo wako ukiwa na amani,
ni security kubwa, ni maombi makubwa sana, yana ushindi. Utashangaa mahali penye ungepiga kona, mtu amekuja amekuswata, ameenda kujipiga yeye. Pengine ni wewe ulikuwa umeandaliwa. Nini kimekuponya? Yesu wako, sio mtu mwingine. Tumekutana na vingi, ni Yesu wako, si mwingine. Wakati tunakuja sisi, kuna mtu alitaka panda mwingine, yani wote, huyu anahama ingie barabara ya freeway ya katikati, huyu anahama freeway, yani wote wangeenda, magari vilikuwa wangeenda kupigana hivi. Mama Debora wamefanya ajali, nasema ajali ajikumbi, sio ajali. Sisi tukadoze kidogo, nikasema tulimwambia Bwana tunaenda wapi? Soro chafu hazitushindi, hazituwezi, hazitugusi. Ndio maana wamekupiga magonjwa, wamekuonea, uko pale pale. Wamefanya vyote uko pale pale. Vyote uko pale pale. Ngoma iko ile. Baadaye wewe ni mchawi. Iko pale pale. Sawa na ucha wangu. Niko pale pale. Komora moja kwao tu. Na Yesu asifiwe. So lazima uende na injili ya kweli, mtu wa Mungu. Utakuwa na ulinzi. Kila unachokifanya kitafanikiwa. Biblia inasema hivi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Naenda kumaliza. Biblia inasema hivi, Wakorintho wa pili 5:17. Wakorintho wa pili 5:17 inasema, hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Yesu Kristo amekuwa kiumbe kipya. Ya kale, yani yale mauchafu, matabia ya kale, kiburi, usutwa, usuda, usharati, uchawi, yote ya kale yamefanya nini? Yamekwisha. Amekuwa ni kiumbe kipya. Yale ya kale yamepita. Tazama, amekuwa mtu mpya. Akiwa wapi? Ndani ya Kristo. Uchafu wote umeenda. Ni nani? Faida ya injili ya kweli. Alikutana na injili ya kweli, akakutana na wapaza injili ya kweli, wakatangaza kweli ya Kristo. Ndio maana tunaishi mbashara. Ndio maana unapigwa huko, anakuta mchuma kile kinaenda. Yana Yesu asifiwe. Sema zuia huko, sema nitapita tu. Jamba yangu haizuiliwi. Afanye nitaenda tu, ni na Yesu. Nitapita tu. Niko kiumbe kipya. Hakuna kurudi nyuma hapa. Hello. Bwana Yesu asifiwe. Mimi napenda utoke hapo ukuwe mwinjilisi wa kweli. So injili ya kweli haihitaji nyongeza za mwanadamu. Ili uwe na nguvu yenyewe. Injili ya kweli haihitaji nguvu zako, haihitaji ya kwamba niongeze haka ili haka kamsaidie Yesu. Hauna kitu cha kumsaidia Yesu. Uaminifu wako, nguvu yako. Lakini injili ya kweli inaendana na sadaka ya mtu. Agano la kale walikuwa wanatoa sadaka. Agano jipya walikuwa wanatoa sadaka. Haiendi bila maneno ya sadaka. Ndio maana wenzetu wanahubiri matokeo, mafanikio. Ananiangalia. Bwana Yesu asifiwe. Lazima iambatane, ndio injili ya kweli. Kama Yesu kanipa, hajakupa vyote ni vya kwako, ana vya kwake vile alivyokupa. Lazima umwambie mtu, umepata ngapi? 1,000. Unajua mnamia Mungu. Hello. Umeingiza ngapi? 2,000. Unajua mna 200 umwe. Anakwambia mimi ndio nimekusaidia, mna 200 yangu. Umeingiza 10,000 na 1,000 yangu umwe. Haombi nyingi wa watu. Na kwangu. Na ukikataa sema asante kwa kuniibia. Na utashangaa kwa nini Mungu anasema watu wangu ananiibia, alafu mwamu kwenda naye kazini. Umeenda kazini mwenyewe lakini anakuita mwizi. So injili ya kweli inaenda. Yesu alikuwa kama sadaka, niyo sadaka ya kweli. Ilitolewa kwetu kama sadaka. Kwa maana jinsi aliupenda ulimwengu akamtoa mwanae wa pekee kama sadaka. So hii haihitaji nguvu nyingi. Haihitaji vitu vingi. Simama mahali ulipo tumuombe Mungu. Simama mahali ulipo tumuombe Mungu. Wende ukafanya hatua. Ukafanya hatua iliyo kwa nguvu. Injili ya kweli. Mwambie Bwana, nilikuwa kwenye injili lakini nilikuwa nimepotea. Lakini umenipa injili ya kweli. Umenikumbusha mahali ambapo nilikuwa nimesahau. Kumbe mimi umenichagua katikati ya wanadamu. So
Haione huruma, lakini inaleta huruma. Inakupa nguvu ya kusimama imara, na ujisikie kusimama imara katika kweli hii. Uitunze bila kuyumba, bila kuruhusu uwezo wake wa mtu mwingine kuingilia mapenzi ya Mungu ndani yako. Wewe ndio umechaguliwa. Mungu ndio amekuchagua wewe, haujachaguliwa na mtu mwingine. Katikati ya maelfu kakuchagua wewe. Wewe ndio mchaguliwa. Wewe ndiye Daudi. Mungu kakuchagua. Wewe ndio Samueli. Mungu kakuchagua. Wewe ni Yesu. Wewe ni Paulo. Hata kama aliuzi kanisa, lakini kumbe Mungu alikuwa na malengo. Wewe ndiye Musa. Wewe ni Samsoni. Hata kama ulikosa, lakini Mungu hawezi akakuacha tu. Wewe ni Elia. Hata kama ukuiona kaburi, lakini Mungu kaitengeneza. Wewe ni Enoko. Wewe ni Elisha. Mungu kakutengeneza ili uitangaze. Asingekuwa Paulo, Timotheo asingekuwa na nguvu. Elisha asingekuwa na nguvu kama asingekuwa Elia. Lazima Mungu aache tasti. Lazima Mungu aachilie neema. Lazima Mungu aachilie kibali. Baba, tunakushukuru. Tunasema asante kwa neema yako. Tunasema asante kwa pendo lako. Tunasema asante kwa uweza wako. Shetani ametuteka na amejinua, lakini kwa uwezo wa mioyo hii uliozungumza naye jioni ya leo, mioyo hii uliosema naye juu ya kusimamia ukweli wa kanisa, kanisa lenye nguvu, kanisa lenye mamlaka, ipe nguvu ya kusimama tena. Mtumishi wako anasema sionee haya Injili. Bwana, ondoa aibu ndani yao ya kukutangaza wewe, maana ni nguvu yako iletao wokovu. Ni nguvu yako yenye kuzaa matunda. Shetani anaipiga sana, anaiharibu, anafunja mioyo yetu, ameleta sababu nyingi nyingi, ametupa vitu vingi vingi visivyo sahihi. Yesu, achilia nguvu yako, achilia mamlaka yako. Nakushukuru kwa neema yako. Tembelea kila mmoja, tembelea kila mmoja. Amani yako na uweza wako uwe pamoja kila mmoja, katika jina la Yesu Kristo, amen. Bwana Yesu asifiwe.